Leo ni tarehe 8 ya mwezi wa 3 mwaka 2025. Ni siku ambao mashabiki wa dabi ya Kariakoo ambao wamekuwa wakisubiria kwa hamu kubwa kwelikweli na imekwisha kutimia. By the way, kuna taharuki ambayo imetokea kwa siku ya jana mara baada ya wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club kuja uwanjani saa 1, lakini pia baadhi ya watu wa Yanga walikuwa pale katika geti kubwa wakagomewa kuingia uwanjani. So ni taarifa ambayo ni nzito kweli kweli ambayo imetolewa katika hatua ya hapa na pale. By the way, ngoja kwanza nikusomee barua ambayo binafsi wameweza kujibu bwana kuhusiana na swala zima wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club kuweza kutocheza mchezo wa leo wa tarehe 8 ya mwezi wa 3 mwaka 2025. Ndivyo ambavyo wanakaribisha na watoto wa Jangwani, nikizungumzia Young Africans Sports Club. Sasa taarifa inasema hivi: taarifa kwa vyombo vya habari. Kamati ya uendeshaji na usimamizi wa ligi ya bodi ya ligi kuu Tanzania TPLB, yani Tanzania Premier League Board, katika kikao chake cha leo Machi 8, 2025 ilipitia shauri la klabu ya Simba kuzuiliwa kuingia kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa kwa ajili ya kufanya mazoezi ya mwisho kuelekea mchezo wa namba 184 wa ligi kuu ya NBC Premier League, Young African Sports Club vs Simba Sports Club, uliopangwa kufanyika kwenye uwanja huo leo kuanzia saa 1:15 usiku. Katika shauri hilo, klabu ya Simba iliandikia barua bodi ya ligi kueleza kuhusu tukio tajwa hapo juu, huku pia ikieleza nia yao ya kutoshiriki mchezo huo kwa sababu imezuiliwa kutumia haki yao ya kikanuni kama ilivyoainishwa kwenye kanuni ya 17.45 ya ligi kuu kuhusu taarifa za mchezo. Baada ya kupokea barua hiyo, bodi ya ligi iliwaagiza maofisa wake wa mchezo ambao walishuhudia tukio hilo kutuma taarifa ya tukio haraka ili hatua zinazostahiki ziweze kuchukuliwa, ikiwemo kuitishwa kwa kikao cha dharura cha kamati ya uendeshaji wa usimamizi wa ligi. Baada ya kupitia taarifa mbalimbali zikiwemo za maofisa wa mchezo na vyanzo vingine, kamati ilibaini kuwa klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club, wakati ikielekea kutumia haki yake iliyoainishwa kwenye kanuni ya 17.45 ya ligi kuu, haikuwasiliana na ofisa yoyote wa mchezo, timu mwenyeji wala mamlaka ya uwanja kuhusu nia yao ya kufanya mazoezi katika uwanja huo ili maandalizi ya kikanuni yafanyike. Katika taarifa hizo, kamati ilibaini pia kuwa walinzi ambao baadhi walifahamika kwa sura kuwa ni wa klabu ya Young Africans walishiriki tukio la kuzuia basi la klabu ya Simba kuingia uwanjani kinyume na matakwa ya kanuni ya 17.45 ya ligi kuu kuhusu taarifa za mchezo. Kwa sababu pia bodi ilipokea taarifa ya ofisa usalama wa mchezo ambao umeainishwa matukio kadhaa yaliyoambatana na tukio hilo la klabu ya Simba kushindwa kufanya mazoezi, na kwamba baadhi ya matukio yanahitaji uchunguzi ambao hauwezi kukamilika kwa wakati. Bodi ya ligi kupitia kamati yake ya uendeshaji na usimamizi wa ligi imeamua kuahirisha mchezo tajwa hapo juu kwa mujibu wa kanuni ya 34(1)(1.3) ya ligi kuu kuhusu kuahirishwa mchezo ili kutoa nafasi ya kupata taarifa zaidi zitakazosaidia kufanya maamuzi ya haki. Bodi itatoa taarifa kamili kuhusiana na tukio hilo na kutangaza tarehe ya mchezo huo
mapema iwezekanavyo. Imetolewa na Idara ya Habari na Mawasiliano, Bodi ya Ligi Kuu Tanzania TPLB, Machi 8, 2025. By the way, umejionea kile ambacho kimezungumzwa na Bodi ya Ligi. Wameweza kutoa rasmi mwongozo kwamba mechi umeweza kuigomea, na imekuwa ni taharuki na mtafaruko, na tumeshuhudia mashabiki wa klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club, baadhi lakini pia mashabiki wengi wa watoto wa Jangwani Young Africans Sports Club wakiwa wanaelekea katika kiwanja cha Benjamin William Mkapa, ama akiwa wanaingia katika kiwanja cha Benjamin William Mkapa kukaa tayari kwenda kushuhudia mchezo mtanangio. Lakini kishuhudia kwa namna moja ama nyingine, kuna watu ambao wamesafiri toka mikoani kuja Dar es Salaam kwa ajili ya kushuhudia dabi ya Kariakoo, dabi ambayo pendwa na kila mtu anaipenda, hususa Afrika Mashariki. Nikizungumzia ni Wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club na Young Africans. So taarifa imejieleza kama ilivyo, na bodi ya ligi rasmi imeweza kutoa taarifa hiyo ambayo imekuwa na maswali mengi sana kwa siku ya leo. Tukasema kwamba tuweze kukuletea taarifa full update ambayo imetrendi sana katika mitandao ya kijamii na imeweza kuchukuliwa be serious kweli. Ngoja tuone kile ambacho kitatendeka, nitakujuza. Endelea kusalia kupitia channel yetu kwa kusubscribe kwa wingi, kwa kushare, kwa kulike na kucomment. Tutazidi sana kuwa mjanja kila siku popote ulipo duniani.